Ukiona dalili hizi kwa mke wako ama mpenzi wako wa kike, ujue ameanza kuchepuka. Dalili namba moja, vitu vipya. Yaani ghafla unamshangaa na simu mpya, ghafla unamshangaa na viatu vipya, amesuka, hela haujampa wewe, hana biashara, labda useme ana biashara akapata hela lakini biashara hana. Anakutegemea wewe tu. Anakuwa na kiburi mule ndani. Yaani maisha anavyoishi kama yuko single, ni kiburi kwenda mbele. Kila unachoongea hawezi akakusikiliza. Halafu anakaa mdomo, anaongea sana kitu kidogo makelele. Anaanza kutaja muda mwingine kama vipi tuachane. Yaani kosa lake anataka lifanye liwe la kwako tena. Shtuka. Achana na hayo mapenzi ya kitapeli. Yaani kuna wanaume wengine wajinga kweli. Eti ninamuona mpenzi wake wa kike ana nywele kasuka, hela hajampa yeye. Wow, mpenzi wangu, umependeza, umetoa wewe hela. Unamwona na viatu vipi? Eti wow, mpenzi wangu, umempa wewe? Mjinga wewe. Shtuka. Dalili namba 2, anakupandishia kisauti ndani. Yaani mle ndani anakuona wewe kama katuni. Yaani anakuona kama wewe sio mwanaume kama mwanamke mwenzake. Unajua ameanza kuchepuka. Yaani wewe unapambana unapeleka 10,000 kwa siku. Mwenzako anaiangalia ile 10,000. Anaicheki. Wewe unaiacha 10,000 kwa msisitizo, unasema hii 10,000 nunua vitu vya maana, usinunue vitu vya ovyo ovyo. Hakikisha unaitumia vizuri. Yeye mwenzako anakiangalia hicho 10,000 chako. Anasema angejua mimi ndani na 300,000, hiki 10,000 chake angeenda nacho. Tayari uko anachepuka. Dalili namba 3, hawezi kukaa karibu na wewe. Hawezi kukaa karibu na wewe. Na akikaa karibu na wewe muda mrefu, lazima mgombane. Lazima mkiwashe. Kwanza SMS kila muda zinaingia, simu yenyewe kaweka vibration. Simu haweki kiholela holela, yuko nayo. Haiachi ngo. Na kuishika kwenyewe ni ngumu kwanza. Namba 4, anataka afanye anachokitaka. Yaani anataka anachoamua aamue. Ujue huyo sio mkeo tena. Tayari kashadanganywa huko. Namba 5, ana hasira za karibu na wewe. Yaani ukiongea kitu kidogo tu anakununia hata wiki, mwezi haongei na wewe. Ujue tayari kashapata bwana. Kuisha habari yako mbwa wewe.